Iambaleto. Kama unapenda upata habari za mzuri za ukweli na uhakika, fungula Iambaleto TV. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Iambaleto DC kwa ajili yako. Iambaleto. Ujambo mpendwa msikilizaji wa Iambaleto TV, katika kuungana nasi mara tena katika makala yako pendelevu The Best Big News. Matangazo yetu yanakujia mubashara kutoka Afrika Mashariki na ya Kati. Tuko nchini DRC, eneo la Uswahilini hapa mashariki. Namba zetu za mawasiliano ni 0424 27 23 kwa maoni na maswali. Matangazo haya yanaandaliwa naye Thomson Undi Batangalwa William, ikiwa Jumamosi ya Aprili 25. Mtangazaji wako ni mimi Naganaga Thomas. Karibu twende wote. Lakini nini nimekuandalia hii leo? Nilionayo ni pamoja na ndege ya M23 iliyosumbua raia wasio na hatia huko Mwenga na Fizi, yadunguliwa na FARDC na wasaidizi wake wa wazalendo. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Iambaleto DC kwa ajili yako. Iambaleto. Mratibu wa Rade awika ile mjini Uvira, kulikoni? Baki hapo hapo. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Iambaleto DC kwa ajili yako. Iambaleto. Wapiganaji wa FDLR walitembelewa na mjumbe maalum wa katibu mkuu mjini DRC huko Mubabiro. Karibu. Moja kwa moja tunaanzia huko Fizi. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limedungua ndege isiyo na rubani ya waasi wa M23 tarafani Fizi. Thomson Undi Batangalwa William na ripoti kamili. Ni ndege isiyo na rubani aina ya UAV ya waasi wa M23 RDF iliyodunguliwa nalo jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC huko kaskazini mwa misitu ya Minembwe tarafani Fizi, mkoa wa Kivu Kusini, Ijumaa ya wiki hii, FARDC imesema. Kulingana naye msemaji wa operesheni za kivita Sokola ya pili kusini mwa Kivu ya Kusini, Luteni Mbui Kalonji Rigen, drone hiyo ilikuwa ikilenga kurusha mabomu kwenye kambi za jeshi katika kijiji cha Aenge. Ndege hiyo ilionekana katika darubini za FARDC na kudunguliwa kabla malengo yake kutimia, msemaji ameongea. FARDC inasema huo ulikuwa ni uchokozi wa wahasi kwa kuvunja na kukeuka mikataba ya amani ya kimataifa kwa kutumia ndege zisizo na rubani katika maeneo ya migogoro. Wanachongea wahasi na jeshi la Rwanda kuendelea kutumia dhana hizo katika operesheni za kivita, maeneo ambayo wananchi wengi upatikana na ambako wahasi waendelea kuangamiza wakazi wasio na hatia, haswa katika vijiji vya Mienge na Pwenzero. Hivi majuzi kuangushwa kwa ndege hiyo kwa pokewaji na wakahazi wa Mienge. Lewis Mfariji ni mwenyekiti wa kamati ya vijana wa Itombwe akiwa Ipupu, mji mkuu, anasema kunduguliwa kwa ndege hiyo isiyokuwa na rubani drone pale jana tariki 25 mwezi wa 4 2026 imekwenda kabisa kutupatia faraja sisi kama raia wa sekta ya Itombwe na raia wa milimani. Lakini huko tunaomba tu government yetu kuongeza nguvu ili hizo anti-drone zinapaswa kuwa maeneo za Muramvya, maeneo za upande wa Kamombo, sijue upande wa Masango, upande wa Minembwe, Kalingi, kwani adui anaendelesha tu kuangalia mbinu namna gani anaweza kutisha na kudestabilize eneo za plateau. Na hiyo inatupatia faraja kwani watu walikuwa na hali ya boga, lakini kusikia kama ndege hizo sikuwa na rubani za adui zinaanza kuangushwa, wamekwenda kuwa na faraja, na wale ambao walikuwa wanahofia kurudia nadhani tayari wamejiandaa kusema kwamba watarudia vijiji vya Mikenge, Pwenzero, Bilalo mbili na vijiji vingine. Asante sana. FARDC imeendelea kuarifu kwamba katika operesheni za kuidungua ndege hiyo isiyokuwa na rubani wamekamata mateka mmoja wa jeshi la Rwanda na kuahidi kutoa maelezo mengine ya kina kwa siku zijazo. Ajidangongo Abedi Papa Solution ni mmoja wa pasha habari wa sekta operesheni za kivita Sokola ya pili kusini mwa Kivu Kusini, anaonyesha nia ya FARDC. Unajua kama rais wetu Kisekedi ametia mamweza yake mingi sana juu ya jeshi la taifa, lakini ni siri ya kijeshi hatuwezi kasema, wala kama sisi tuko na vifaa hatuwezi kaonesha kenon sisi tuko na vifaa. Adui njoo kunafanya mapropaganda, anaonesha mavifaa yake, auto blende manini, lakini kunyamaza yetu haiko kusema sisi kama tunanyamaza njoo tunakuwa wanawake tunavala
mabikwembe, yeye adui ndio anakuwa mwanaume anavala suruali. Hapana. Waasi wa M23 hawajatamka lolote kuhusu tukio hilo, kila upande ukiwa unashotea vidole upande mwingine katika ukiukwaji wa mikataba inayosahiniwa. Walisema cessez-le-feu. Tunapasha kuheshimu kwa sababu watu wa siasa wanafanya kazi yao ya siasa. Sisi jeshi tunafanya kazi yetu kama wanajeshi. Wakati wanasema makubaliano kule haitoshi, tuendelee kwa mtutu. Kama yeye adui ndio anaanza mtutu, na mimi tamchibia pia. Kama afanye chochote, kwa nini mimi jeshi la taifa na mimi nianze kumshambulia? Wakati sisi tunasubiri matokeo ambayo itatoka. Sisi bado tungali cessez-le-feu. Na wale wenye biko nataka kusema keno jeshi ilishambulia M23, ile ni uongo mtupu. Hapo ndio walianza kutuchokoza. Ndio mahabara ambao mko nasikia. Siku mbili baada ya kusainiwa kwa mikataba ya Uswisi, M23 AFC imeshutumiwa kushambulia vijiji vya Mienge, Alenge na Point Zero kwa ndege zisizo na rubani. Shambulio lililopelekea vifo vya raia 8, 20 kujeruhiwa vikali na nyumba nyingi kuungua kwa moto. Nikiripotia Iyambaletu TV kutoka Baraka, mimi ni Thompson Unjibata Ngalwa William. Uko Uvira, Alex Mwambadunia, mratibu jimboni Kivu Kusini wa kitengo cha jeshi la Akiba RAD, akutana na waandishi wa habari kwa mazungumzo hii leo. Mazungumzo hayo yamefanyika huko Kilibula mjini Uvira. Mwandishi wetu Raja Le Prince na ripoti kamili. Akiongea mbele ya vyombo vya habari, General Alex Mwambadunia ambaye ni kiongozi wa jeshi la akiba mjini Uvira alisema kuwa hawakupewa pesa zozote kutoka kwa mtu yeyote kwa lengo la kuvuruga usalama siku ya Jumatano ijayo kwenye chumba cha mikutano kwenye ubunge wa mkoa pa Uvira. Baada ya kusoma kwenye mitandao, tunaona wanaandika mengi tokea Alhamisi, Ijumaa na leo tunaona wanaandika kwa mitandao kusema wazalendo walipewa pesa ya rushwa kwa kwenda kuleta vurugu kwenye bunge la jimbo. Yani wanabunge waliitisha gavana wetu wa jimbo kwenda kujifasiria makosa ambao walimshutumu, na sisi kama vile viongozi jimboni ya wazalendo tunaalika wazalendo ambao wanaoitwa kuwa wazalendo. Mzalendo halali hakule rushwa. Mzalendo halali aende fanya vurugu mambo ambao katiba ya nchi inatuma. Mzalendo halali anakaa kwenye shamba la mapambano na kutekeleza ulinzi na usalama wa nchi yetu. Sasa yule yote mzalendo ambayo atakayeshikwa kama alikula rushwa kwa ajili ya kwenda leta vurugu kwenye chumba la bunge ataadhibiwa. Tutampana kwenye serikali na tutahakikisha kama yule mzalendo anaenda fungwa mahali hapo mheshimiwa wetu gavana mwenyewe aliyosema kama mzalendo vurugu anastahili kufungiwa na kupelekwa Angenga. Na ndio mahali hapo tutakapompeleka huyo mtu akumbuke kwa huyo swali na kusema kama tukipata yule mzalendo ambayo anashutumiwa kula rushwa atafungwa. Na tunaalika gavana wetu wa jimbo, yeye ni baba wetu. Sisi hatuwezi tukimdharau hata siku moja. Tunamwalika kama vile mwalimu haende ajibu maswali ambao wanamshutumu kwenye wanabunge. Asitie mwali kusema wazalendo. Sisi hatutaenda kusapoti makosa. Hatujue makosa yake na hatukumshutumu makosa yake. Yeye na wanabunge ambao raia ilituma kwenda kuwatetea ndio wanaona makosa yake na aende ajibu makosa yake binafsi. Yani ni huko ndio watatoa suluhisho. Lakini kusema kuingiza wazalendo katika hiyo vurugu, hiyo ni makosa. Mwenye kupana rushwa anastahili kuadhibiwa. Ni kusema tukiona wazalendo na tukipata ambao watakapatikana kwa hiyo kosa ya kusema waliingia walipata hiyo pesa kwa rushwa, yani tutashutumu hata yeye kiongozi wetu, sababu ni kusema anakubali mambo ambao wanamshutumu na anaikosa amo sheria, ndio anaitwa wazalendo. Hayo yametokea baada ya duru na tetesi zinazosambaa mitandaoni kudai kuwa wazalendo wamepewa kitita cha pesa kisichopungua dola za Kimarekani 60,000 kwa lengo hilo hilo. Kwa hiyo hatuyaona hiyo makosa na hatuyaona wale wazalendo ambao walikula rushwa. Tungali tunafanya utafiti na tunamwalika kama hiyo mipango ilikuwa haiache.
sababu haitampatia ugumu mbele ya wazalendo. Mtu ukishampatia rushwa unakuwa mtumwa wake, sababu hauna tena nguvu kwake. Hata ukipatia mtu kazi kwa ajili ya rushwa, nikiwaza unakuwa chini ya ule mtu, sababu aliingia kikazi kwa ajili ya rushwa yake, ya nguvu yake binafsi. Ni kwa hiyo tunaomba governor afungue macho, na tunaalika wanabunge wetu, ni sisi ambao tuliwachagua kwenda kututetea, watumie hekima na utaratibu. Mwenye kuwa na haki anyanganywe na Mwenyezi Mungu anamsaidia. Asante sana. Aliongeza kusema kuwa RAD sio chama cha siasa na hawawezi kupelekeshwa na wanasiasa. Alimaliza kusema kuwa swala la kubadili katiba linaendelea kuzua gumzo, ila wao wanasimama upande wa rais na kuunga mkono kubadilishwa kwa katiba ya nchi. Na sisi hapa kama vile wazalendo tuliwahi kuomba ubadili wa katiba ya nchi tokea zamani. Kwenye kipengele 217 tulisema wabadilishe hiyo kipengele, wabadilishe katiba hiyo, watoe hiyo kipengele, sababu nchi yetu sio ya kuuzwa na kupewa wananchi wa nchi yetu bila kupita kwenye ubunge wa taifa, hapana. Na ndio maana tulilia sana na tunashukuru Mheshimiwa Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, yani kuitika kubadilisha katiba, sababu na sisi tulilia sana kubadilisha hiyo katiba ya nchi, sababu muna vitu ambayo unakuta vinatumika kwa ajili ya kusaidia nchi vuguvugu, yani ya kusaidia Rwanda, ya kusaidia wageni wasiokuwa wakongomani, inawapatia nafasi kuu kushinda hata sisi watoto ya nchi. Na hivyo wanasikia kilio yetu na tunaendelea kumsapoti ili afikie kubadilisha hiyo katiba. Nikiripoti kutoka Uvira, mimi ni Raja Le Prince, Iyambalieto TV. Mboko kufundisha raia wa sekta Tanganyika elimu ya nchi na uzalendo ni malengo ya kikao kilichowakusanya watu zaidi ya 30 hii leo mjini Mboko chini ya uhamasishaji wa chama cha kisiasa cha Congrès pour l'Unité et la Souveraineté Nationale. Mwandishi wetu Sadamu Unji Batangalwa William na ripoti kamili kutoka Mboko. Uzin ni chama cha wazalendo kinachohubiri elimu ya nchi na uzalendo kote DRC, kikiwa nyuma ya rais aliyopo madarakani Felix Tshisekedi. Jumamosi Aprili tarehe 25, watu wa tabaka mbalimbali, wakulima, wavuvi, wafugaji, wasomi na wasio wasomi, kati yao akina mama, vijana na watu wazima, ndio waliopata mafunzo ya elimu ya nchi na uzalendo. Mafunzo hayo yakitolewa nacho chama cha kisiasa cha uzalendo na Imaya Huru DRC Kuzini. Afubi Abedi, mwenyekiti wa chama tarafani Fizi, anaeleza hapa malengo yao. Niko Mboko leo, kulikuwa na niseme mjadala wa chama cha Kuzini na watu wa Mboko, na tumefaulu kufanya hivyo, na kitu tulichoacha ni kwamba chama hichi kinahitaji watu ili kana kwamba tuwe na mfumo mzuri wa kuendeleza chama chetu, nchi yetu. Wewe kama vile mwenyekiti wa chama tarafani Fizi, malengo yenu leo ni nini? Malengo yetu leo ni chama kiwafikie watu wote, maana tulikiunda chama kiwe cha wakahaji, watu wa tabaka la chini, na kienee. Chama hakiwezi kuwa kwa watu wa juu, ikosekane kuwa kwa watu wa chini. Hiyo ndiyo mpango maalum tulionao. Wakahaji walifunzwa nukta mbili muhimu: elimu ya nchi, kujua vema nchi yako, umuhimu wake na chanzo cha migogoro inayoikabili, huku nukta ya pili ikiwa ni ya uzalendo. Bwana Dekubwa ni mkufunzi wa siku. Tumefundisha uzalendo, mtu kuelewa nchi yake na ulinzi wa nchi yake. Tukafundisha chama, siasa ni nini na chama ni nini, ili mtu apate kuzingatia elimu ya nchi kulingana na chama chake. Malengo yetu sisi ni kuboresha maisha ya nchi na ya wananchi. Hiyo ndio lengo kubwa zaidi sana kwa sababu ya nchi yetu ya Kongo. Kwa hiyo kubaya uliopo katika nchi ya Kongo, tumeona rushwa ni nyingi na ufisadi nchini. Vilivyotangulia wanakuwa na masilahi ya kujilimbikizia wenyewe, wanaita intérêt personnel. Na huku watu wakiitwa autorité morale. Ili tuliona hapana, Kuzina tupashe kuwa vile. Twende na msimamo kuwa wa raia ambacho ni chama cha umma kwa ajili ya masilahi. Hiyo ndio tumeona zaidi.
Chama hiki kimekuwa na muundo mkubwa sana tarafa bazi, yani tunasema bazi ni territory ya Fizi, lakini ni chama cha taifa cha Kongo mzima. Lakini bazi yake kubwa iko hapa tarafani Fizi. Tuko na ofisi kubwa Kinshasa parce que c'est un parti national politique. Mafunzo hayo yamepokelewaje na tabaka ya vijana? Hawa ni wamoja wao. Kundi la mabinti linaeleza walichokielewa. Kwa majina naitwa Eto Ana. Mimi ni mkaaji wa Mboko. Tulifunzwa kuhusu uzalendo na inchi yetu ya Kongo. Mafundisho iko bien na tutajikaza tuifuate kabisa na kuendelea kujua vizuri. Jambo, kwa majina naitwa Sentike Belamine. Mimi ni mkaaji wa Mboko Lotu ya pili. Leo tunafunzwa chama inaendelea kuishi na kudumu kwa kupitia michango ya mambre wote. Kwa hiyo hapo itakusaidia? Ndio. Baba huyu ni mwenyekiti wa kijiji cha Luukyo ya pili, anaitwa Mwachamulisho Felias. Amehudhuria pia mafunzo, anasema tumefaidika ya kutosha, sababu tumeambiwa sera za chama kuzini zinasema namna gani, kiliundwa na wanani na mwaka gani. Wewe binafsi unajisikia namna gani kwa mafunzo ya leo? Najisikia vizuri sana, sababu ni miaka ya kutosha hatuna chama sisi Wabembe, na ni sisi ndo wazalendo wa kweli, lazima tuwe na chama. Ndo maana mimi kwa upande wangu nafurahi kusikia na sisi Wabembe tumeunda chama chetu na kimekubaliwa na serikali. Wamama nao wasemaje? Kwa majina naitwa Maneno Pondamali. Kikao hichi kimeniongezea fikra nyingi sana na kunipanua mawazo mengi sana. Nimefikiria mengi sana kabla tujafika hata huko mbele, ila nimeona kikao hichi ni kizuri sana na kitatupa maendeleo mazuri huko mbele. Uko tayari kuingia kwenye hichi chama? Tayari. Leo hii nimeingia. Mimi sijui naweza kusema neno gani na neno gani. Hichi kikao kwanza nilianza kuona tu wamekuja na hichi chama. Nikaanza kwanza kufurahi, nikafurahiwa sana. Nikaona kama kiko chama kina watu wazito na kitakaza. Nimefurahiwa na mafunzo yote. Na kwanza leo nimekuwa mambre wa hichi kikao. Mwenyezi Mungu awajalie watembee vizuri, nao wao wanafunza vizuri kwa juu ya nchi yetu ya Kongo. Wakiridhishwa na elimu iliyotolewa, waliomba kusimikwa kwa tawi la chama nchini mwao. Baba huyu amechaguliwa kama mwenyekiti nchini mwao. Kwa majina naitwa Ibrahimu Wangoma, jina maarufu naitwa Uwazavyo. Mimi ni mkaaji wa hapa Mboko. Nimefurahiwa sana na hiki chama, ijapokuwa mimi tangia kuzaliwa kwangu sijaingia kwenye chama fulani chochote cha Kongo, lakini chama hiki kimenifurahisha sana na ndio maana nimekubali kuwa kiongozi wa kubeba chama hiki katika mji wa Mboko. Watu wa Mboko wangekuja tujiunge pamoja kwa hichi chama cha uzalendo. Lakini wengine wanasemaga kwamba chama ambacho kimetokea Fizi hatuwezi kuwa chama kizima. Chama cha Fizi ni chama kizima kwa sababu kina watu wazima ambao wanakiongoza, ni watu wazima kabisa. Kwa hiyo tutaomba wakaji wa Mboko waje tujikusanye pamoja kwa ajili ya kuendeleza chama hiki. Chama cha Kuzini kiliundwa mwaka wa 2016 na kukubaliwa kiserikali. Chama hicho kilianzishwa na watoto wa tarafa la Fizi kikiwa na nia ya kufanya mageuzi ya kiakili ili watu wapate kujitegemea na kunufaikia mali na rasilimia zao. Ni chama cha mrengo wa utawala uliopo madarakani unaoitwa Union Sacrée de la Nation, kikiungana mkono na Rais Felix Tshisekedi. Mimi ni Saddam bin Hassani, The Big News Iyambaleto. Huko Mubabiro, mwakilishi maalumu mpya wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, James Swan, alitembelea kambi ya Mubabiro Jumamosi ya Aprili 25, ambapo wapiganaji wa zamani wa kikosi cha kidemokrasia cha ukombozi wa Rwanda FDLR wanasubiri kurejeshwa Rwanda kufuatia makubaliano ya Washington yaliyotiwa saini Julai mwaka 2025 kati ya Kinshasa na Kigali. Vikosi vya wanajeshi vya DRC FARDC vilitoa wito wa kujisalimisha kwa wapiganaji hao. Baadhi waliitikia wito huu na kujisalimisha pamoja na wategemezi wao. Kwa ombi la serikali ya Kongo, MONUSCO inawajibika kwa mchakato wao wa kuwapokonya silaha, kuwaondoa na kuwarejesha makwao. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa tayari umerejesha nyumbani mamia ya wapiganaji wa zamani na familia zao tangu mwanzo wa mgogoro. Wakati wa ziara yake huko Mubabiro, James Swan
alithibitisha tena kwamba swala la FDLR limesalia kuwa kipaumbele kwa MONUSCO na jumuiya ya kimataifa kama ilivyosainishwa katika maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Alisema yeye binafsi ameguswa na hali ya wanawake na watoto katika kambi hiyo, akisisitiza kwamba kila mpiganaji aliyeachana na mapambano ya kutumia silaha anawakilisha kwa maeneo yake hatua mbali zaidi na vurugo. Mnamo Oktoba mwaka 2025, serikali ya Kongo kupitia FARDC, vikosi vya wanajeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ilisisitiza wito wake kwa FDLR kusitisha uhasama na kujihusisha katika mchakato wa kupokonya silaha na kuwarejesha makwao. Kwa mujibu wa mipango ya utekelezaji iliyokubaliwa kufuatia mkataba wa Washington, unatanguliza kipaumbele cha kutogomea upande wa kampeni FDLR na hatua za kutokomeza silaha. Uko Kongolo, diwani wa tarafa la Kongolo katika jimbo la Tanganyika ametoa wito kwa wakazi kuripoti mtu yeyote anahusika na vitendo vya ukosefu wa usalama katika eneo hili la nchi. Wakati wa mkutano wa Zara uliofanyika Alhamisi Aprili 23, Paulo Ngongo alihakikishia umma kwamba vyombo vya usalama vimejipanga kikamilifu kuwasaka na kuwafikisha mahakamani wahusika wote wa machafuko. Mamlaka hii ya kisiasa na kiutawala ilionyesha kidole baadhi ya makundi ya vijana ambao mara kwa mara hujihusisha na vitendo vya wizi, uvamizi na unyanyasaji kwa kutumia silaha zenye ncha kama mawe, fimbo, minyororo na pikipingi na visu. Vitendo hivi vya uhalifu upanda hofu na uharibifu ndani ya jamii na kuvuruga amani raia wanaotia sheria. Kamanda wa polisi wa kitaifa wa Kongolo, Ghislain Kisimba, aliwataka wananchi kushirikiana kwa karibu na vyombo vya ulinzi na usalama ili kuondoa wahalifu hao. Lazima uchangie usalama kwa njia ya taarifa. Lazima uripoti makosa. Ikiwa jirani yako ni mwizi, toa taarifa. Ikiwa mtoto wa jirani yako ni kuluna na anashambulia watu kurusha mawe, ndio utoe taarifa. Ofisi ya msimamizi wa eneo na yangu ufunguliwa saa 24 kwa 24 kwa siku. Unaweza kunipigia simu wakati wowote ili kuingilia kati na nitakuja na kuwakamata wakuluna, alitangaza. Mamlaka za mitaa zinatumai kuwa ushirikishaji hai wa jamii utaimarisha usalama na kurejesha amani ya kudumu katika eneo hilo la Kongolo. Na huo ndo mwisho wa matangazo yetu kwa leo. Matangazo yaliandaliwa naye Thompson Batangalo William, letwa kwenu nami Naganaga Thomas. Hadi wakati mwingine, kwaheri. Iyambaleto. Kama unapenda upata habari za mzuri za ukweli na uhakika, fungula Iyambaleto TV. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Iyambaleto DC kwa ajili yako. Iyambaleto.